Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu katika jahazi la wiki. Ni fursa pekee kukujuza yaliyojiri kitaifa na kimataifa ndani ya juma zima hili, na bila kusahau nasaha zilizokumbushwa na makhatibu kutoka katika mimbar za misikiti mbalimbali. Kwa hayo na mengine mengi, na hodha wako hii leo mimi Hilal Sefu Riami, tulia habarika. Alhamdulillah, limetuchomozea vyema. Mihangaiko na misukosuko ya hapa na pale, tukiambaambaa pande na kona zote za dunia, lengo likiwa ni moja tu, kukukusanyia na kukuhabarisha yote yaliyojiri kitaifa na kimataifa. Hili ni jahazi la wiki. Tulia habarika. Na msafari ya jahazi la wiki inaanzia jijini Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema serikali imeendelea kufanya maboresho ya ujenzi wa miundombinu katika mwambao wa Bahari ya Hindi, maziwa makuu na bandari kavu, pamoja na kushirikisha sekta binafsi katika uwekezaji ili kukuza uchumi wa taifa. Zuberi Mgaya anatuarifu zaidi. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameyasema hayo katika hafla ya kuweka jiwe la msingi ujenzi wa matanki ya mafuta yenye uwezo wa kuhifadhi mita za ujazo 374,000 kwa wakati mmoja iliyofanyika wilaya ya Kigamboni mkoani Dar es Salaam, akisema uwekezaji huo wa matanki ya mafuta ni kuendelea kuimarisha uchumi wa Tanzania kimataifa. Uwekezaji wa serikali katika mradi huu wa ujenzi wa matanki ya kupokea mafuta ni hatua ya kimkakati katika kuimarisha nafasi ya Tanzania kama kitovu cha biashara au biashara na uwekezaji wa kikanda na kimataifa. Hatukusudii hapa, tunakusudia kule. Serikali imeendelea kufanya maboresho ya miundombinu na huduma katika bandari za Bahari ya Hindi pamoja na maziwa makuu na bandari kavu vile vile, pamoja na kuimarisha ushirikishwaji wa sekta binafsi katika kufikia malengo yetu ya kiuchumi. Kama sera zetu zinavyosema kwamba maendeleo yetu hatutakwenda peke yetu, tutakwenda na sekta binafsi. Kwa hiyo tumekubaliana kuishirikisha sekta binafsi. Aidha, Rais Dr. Samia ametoa maelekezo kwa Wizara ya Uchukuzi na Mamlaka ya Bandari Tanzania kusimamia ujenzi huo ili kukamilika kwa wakati na ubora uliokusudiwa, na kuitaka Wizara ya Nishati kuweka akiba ya mafuta nchini kwa ajili ya tahadhari dhidi ya misukosuko ya kimataifa. Kwa Wizara ya Uchukuzi na Mamlaka ya Bandari Tanzania kuhakikisha mradi huu unatekelezwa kwa wakati na kwa ubora unaozingatia viwango vya kimataifa na uhifadhi wa mazingira kwa ujumla. Lakini pili, kwa Wizara ya Nishati kuimarisha akiba ya kimkakati ya hifadhi ya mafuta au National Strategic Petroleum Reserve ili kuongeza uwezo wa nchi kujilinda dhidi ya misukosuko ya kimataifa na nishati, ikiwemo mabadiliko ya bei katika soko la dunia.
kama tunavyoona misukosuko iliyotokea hapa karibuni wiki iliyopita na tunayoendelea nayo tayari imeshapandisha bei ya mafuta kwa 13% mpaka jana. Kwa upande wake, waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa Mnyaa amesema kukamilika kwa ujenzi wa mradi huo utasaidia kuongeza uwezo wa bandari ya Dar es Salaam na kutanua wigo wa biashara kimataifa. Mradi huu ukikamilika utaongeza uwezo wa bandari ya Dar es Salaam kuhudumia shehena mafuta na kuendelea kutimiza dhima ya nchi yetu kuwa kitovu cha upitishaji wa mizigo ya nchi zinazotuzunguka. Tuwe na utaratibu wa kuwa na refinery ya kusafisha mafuta wenyewe Tanzania. Tutaweza kuhudumia ukanda wote huu ambao hupo sasa hivi, ambao wao hawana bahari na wana shida kupata mafuta. Miundombinu ya mradi huu itawezesha TPA, yani Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania, kupokea aina 3 za mafuta ambazo ni mafuta ya diesel, ujazo mita za ujazo 162,000, mafuta ya petroli kiasi cha mita za ujazo 135,000 na mafuta ya ndege yani Jet A1 kiasi cha mita za ujazo 81,000. Mtu wa kawaida akiangalia anaweza kadhani mradi huu haumhusu yeye. Taifa liwe halina kabisa maghala yanayomilikiwa na serikali. Kitakapotokea cha kutokea means taifa linaweza likaparalyze kwa sababu halina kabisa hata hifadhi ya mafuta. Wadau wa elimu kutoka shule za Kiislamu nchini wakiwemo wamiliki, mameneja na wakuu wa shule wamekutana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa lengo la kupata uelewa juu ya utekelezaji wa mpango wa elimu ya lazima ya miaka 10 unaotarajiwa kuanza mwaka 2027-2028. Taarifa yake Bi Aisha Mpatila inasimuliwa naye Nuhu Stima. Utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 kuhusu elimu ya lazima kuwa miaka 10 utaanza mwaka 2027-2028 ambapo wahitimu wa elimu ya msingi miaka 6 watakutana na wahitimu wa mwisho wa elimu ya msingi ya miaka 7, wote wataanza kidato cha kwanza kwa pamoja. Mwaka 2028 kutakuwa na makundilika mawili, tunasema double cohort, ambayo yatakuwa najiunga kidato cha kwanza. Katika kuliendea hilo, wadau wa elimu kutoka shule za Kiislamu wamekutana na serikali kuona namna gani serikali inashirikiana na sekta binafsi kufikia malengo. Wao walikuwa na wasiwasi mkubwa kwamba uwepo wa PPP itaweza serikali kununua shule zao, lakini tumefafanulia kwamba serikali itaendelea kufanya mashirikiano na wao, watakuwa wamiliki na serikali kwa ujumla inategemea sana sekta binafsi katika kutekeleza shughuli zake. Kwa hiyo ndio ambapo tumepatiana uelewa na wao kama wadau wataandika maoni yao na kuwasilisha wizarani kwa katibu mkuu ili tuweze siku ya chakata mwisho wa siku tuweze kutekeleza hii elimu kwa pamoja kati ya serikali na sekta binafsi. Mpango huo umetajwa kwenda kuimarisha ubora wa sekta ya elimu, kuhakikisha kila Mtanzania atakayeanza elimu ya darasa la kwanza anahitimu elimu ya kidato cha 4. Mpango huu kama serikali tulikuwa tumechelewa, kwa maana kwamba mataifa mengi sasa hivi elimu ni miaka 10. Elimu ya lazima ya msingi ni miaka 10. Kwa hiyo sisi tulikuwa muda mrefu tulikuwa na elimu ya miaka 7. Kwa mpango huu sasa unaenda kuimarisha ubora wa elimu yetu. Wadau husika tushaanza nao muda mrefu. Wao kwa upande wao walisema bado hawakuwahi kupata nafasi. Kwa hiyo tumewaambia ambao kabla tarehe 15 mwezi wa 3 tupate maoni yao ili tuweze kuyachakata kwenye hatua inayofuatia zaidi. Lakini baada maoni yao kuingizwa, tutawaita tena wadau ili kufanya kile ambacho tulichokubaliana kabla ya utekelezaji kuanza. Kwa upande wao, baadhi ya wadau wa elimu kutoka taasisi za Kiislamu walioshiriki kikao hicho wameeleza uhitajio wa mjadala mpana kati yao na serikali kabla ya kuanza utekelezaji wa mpango huo. Sisi kama taasisi za dini tunayo mambo ya msingi ambayo tunaangalia kwamba pamoja na kusoma elimu hii ya sekula, lakini tunalinda maadili yetu yale ya Uislamu. Sasa tunataka kujua ni namna gani haya mashirikiano kati ya serikali na sisi. Kama unafahamu vijana hawa wanakwenda kumaliza darasa la 6 la 7 watachukuliwa ndani yao wasio Waislamu na kwa wasio Waislamu. Sasa katika shule zetu vipi tunaweza kuaccommodate katika shule zetu. Kwa hiyo hayo na mambo mengine kama alivyozungumza kwa mkurugenzi ndio ambayo
tunatakiwa kufanya mjadala wa kutosha kabla hatujaingia katika mkataba ule wa makubaliano namna ya kuchukua wanafunzi hapa. Sisi kama sekta binafsi tuna mchango wetu kiasi cha 9.3 kwa upande wa elimu kwa Tanzania nzima, lakini ombi langu kubwa tuwafikie wananchi vijijini. Mtazamaji wa Mahasin TV, kipindi hewani ni Jahazi la Wiki. Waislamu katika kijiji cha Igauri, kata ya Ntonge, mkoani Singida, wameomba wahadhiri wa dini ya Kiislamu kuendelea kuwatembelea mara kwa mara ili kuwakumbusha na kuwafundisha mambo muhimu yanayohusu dini yao ili kuimarisha imani zao. Ramadhani Idi Limu anatupasha zaidi. Hii ni safari ya Sheikh Abdul Karim Salum Maria kutoka jijini Arusha akiwasili katika kijiji cha Igauri kwa ajili ya kuzungumza na waumini wa kijiji hicho na akapokelewa katika msikiti wa Ar-Rahmani. Kwa hiyo masharti ya hijabu ambayo nakusudia hijabu ya mwanamke wa Kiislamu. Hapa anazungumza kuhusu hijabu ya mwanamke wa Kiislamu, mada ambayo imepokelewa vyema. Na leo niko hapa kwa ajili ya dawa na ndugu zangu waliniita muda mrefu. Tumezungumzia vazi la mwanamke wa Kiislamu kwa sababu kwani mwanamke anapovaa vazi ile anautangaza Uislamu, lakini pia stara ya mwanamke inaikinga jamii na maasi, inaikinga jamii na madhara ya zinaa na mengineyo yanayohusiana na wanawake kujiachia na kutembea bila stara, bila kujifunika. Ndugu zangu akina mama, na wahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu kwa yale ambayo tumehusiwa tuweze kuyafanyia kazi, na tukawafundishe na watoto wetu wa Kiislamu, watoto wa kike, juu ya mavazi ambayo tumefundishwa waweze kuvaa vizuri. Akina baba nao wakasema, ningewaomba pia kama kuna wasa, kwa sababu elimu waga haina mwisho, wafanye jitihada ya kuandaa hii mihadhara kuhusiana na mavazi ya wakina baba pia, kwa sababu kuna baadhi ya watoto wa kiume ambao wameharibika kimaadili pia. Isije tukaona hawa kina mama ama watoto wa kike wameharibika tu, hata hawa watoto wa kiume wameharibika, hasa kuhusiana na masuala ya mavazi na masuala ya kitabia. Kiongozi na imamu wa msikiti wa Ar-Rahmani, msikiti ambao upo katika kijiji cha Igauri, akaomba wahadhiri wajenge utamaduni wa kutembelea maeneo ya vijijini ili kuhuisha imani za waumini katika mazingira kama haya ambaye ni ya vijijini. Kufikiwa na ugeni kama huu, maana hiyo tumefaidika kiasi kikubwa. Alama Shekhe, muendelee pia katika kuhudhurisha mada katika sehemu mbalimbali ili angalau watu waweze kuwa ni wenye kuzinduka katika mazingira ya vijijini pia. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Singida, Ramadhan Idi Limu. Kwingineko, umoja wa walimu wa madrasa mkoa wa Mwanza UWAMA umewaomba waumini wa dini ya Kiislamu ndani na nje ya mkoa wa Mwanza kujitokeza kwa wingi katika mashindano ya 3 ya kusoma na kuhifadhi Qur'ani tukufu yanataraji kufanyika Machi 15 mwaka huu katika uwanja wa Nyamagana, yakihusisha washiriki wa juzuu 1 hadi 15. Zuberi Mgaya anatuarifu zaidi. Akizungumza na Mahasin TV, mwenyekiti wa umoja wa walimu wa madrasa mkoa wa Mwanza, Ustadhi Haji Salum Dumue, ameelezea namna ya ushiriki wa mashindano hayo kwa waumini wa dini ya Kiislamu. Mashindano haya tunaazimia kuyafanya biidhnillah tarehe 15 Machi. Itakuwa ni Jumapili ya mwisho ya Ramadhani. Tarehe 15 Machi katika uwanja wa Nyamagana. Mwaka huu tunakuja na juzuu 15. Kwa mashindano yetu yatashirikisha kategori 5. Yatakuwa na kategori 5. Kategori ya kwanza tutakuwa na wale watoto wadogo kabisa, mashallah. Itakuwa ni under 10, chini ya miaka 10. Lakini kategori ya pili ni washiriki watakaoshiriki juzuu 2, juzuu 3. Hizi juzuu 3 tumeweka wawe chini ya under 13, chini ya miaka 13. Lakini kategori ya 3 ni wale washiriki wa juzuu 5 ambao watakuwa under 15, chini ya miaka 15. Kategori ya 4 ni washiriki wa juzuu 10 ambao watakuwa under 18, chini ya miaka 18. Kategori ya mwisho ambao ndo final top itakuwa ni washiriki wetu wa juzuu 15
ambao age yao itakuwa chini ya miaka 20. Aidha, Ustadhi Ndumue ametoa wito kwa wazazi na walezi kutoa nafasi kwa watoto wao kuisoma na kuhifadhi Qur'an tukufu ili kuwa na jamii iliyokuwa na maadili mema na mwongozo wa elimu ya dini ya Kiislamu. Wito wangu kwanza, mashindano yetu yamechukua sura ya kimkoa. Sisi tumezunguka katika wilaya zote 7 za mkoa wa Mwanza na tuna washiriki kutoka Ukerewe, Magu, Kuimba, Sengerema, Ilemela, Nyamagana. Ala kuli hali yamechukua sura ya kimkoa. Sasa wito wangu kwa mwanafunzi yoyote ambaye alikuwa hajajua fursa hii na uwezo mzuri wa kusoma Qur'ani, tunamkaribisha aje sajili, tuje tumuone, tumfanyie mchujo. Kama kibahatika kupita, basi na yeye aingie katika kinyang'anyiro hicho, kwa sababu mashindano yetu hayabagui, yamechukua sura ya kimkoa. Manake kama ndani ya Mwanza kuna vijana bado wana uwezo wa kuingia katika mashindano hayo, waje. Lakini wito wangu wa pili ni kwa wazazi, wito wangu kwenu ni kuipa nafasi Qur'ani katika maisha ya watoto wetu. Katika hatua nyingine, Ustadhi Ndumue amewaomba wadau na wahisani kuendelea kujitokeza kwa lengo la kudhamini mashindano hayo ili kuongeza hamasa zaidi kwa watoto ambao wanashiriki katika mashindano na wengine ili kupata chachu ya kusoma elimu ya dini. Kwa wale walojaliwa fursa na Allah tabaraka wa taala, mali aina mbalimbali, sisi kama walimu wa madrasa tumeplay part yetu kuwatrain watoto, kuwahifadhisha watoto, lakini tunachohitajia kwa Waislamu ni kutoa vile walivyojaliwa kwa ajili ya kuongeza hamasa kwa watoto, zawadi aina mbalimbali. Mathalani, mtoto leo akipata pikipiki kwa sababu ya Qur'ani, huwezi ukamwambia tena kitu kuhusu Qur'ani. Hata mzazi wake akiona mwanangu kwa kusoma Qur'ani tu leo amepata gari, huwezi ukamwambia chochote. Hasatan tukiwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, fadhila nyingi sana utazipata na Allah tabaraka wa taala hawezi akakuacha hivi hivi. Wito umetolewa kwa madarasa, shule za Kiislamu na taasisi zinazohusika kuhifadhisha Qur'ani kuwafundisha vijana hao wanaohifadhi Qur'ani ubainifu wa kisayansi katika kitabu kitakatifu cha Qur'ani ili kuwajengea uwezo watoto kuifahamu zaidi sayansi kupitia Qur'ani. Taarifa yake Biaisha Mpatila inasimuliwa naye Rajab Shaban Matuga. Wito huo umetolewa na mwalimu wa masomo ya hisabati na sayansi katika shule ya awali na msingi Al-Bayani Islamic, Mwalimu Sufyan Musa Chilo, mara baada ya kuhitimishwa kwa fainali ya shindano la kuhifadhi Qur'ani kwa wanafunzi wa shule hiyo. Wasomaji wengi, wasomi wa Qur'ani wamekuwa wakizungumzia juu ya aya mbalimbali zinazozungumzia sayansi. Yani sayansi ilitabiriwa karne ya 7 ambapo ndio kitabu chetu kiliweza kushuka kupitia kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amesema yapo mambo mengi ya kisayansi yaliyobainishwa katika Qur'an, akitolea mfano kupitia surati Mu'minin aya 12 hadi 14 zinazozungumzia masuala ya uumbaji. Nikiwa kama mwalimu wa sayansi, topiki hii ipo darasa la 6, inazungumza habari ya fertilization, of course ni reproduction. Sasa ile hatua za awali za uumbaji ambapo tunazungumzia mambo ya kwenye embryo kule, jinsi fusion inavyotokea baina ya mbegu za kiume na mbegu za kike zinavyokutana katika fallopian tube na hatimaye kugeuka nyama kuja kupata mifupa na binadamu kutokea na kadhalika. Ni mambo ambayo kwenye Qur'ani yapo na huku darasani wanayasoma. Sasa kulikuwa kuna challenge ya kuzungumza vitu hivi kwamba kwenye Qur'ani nako vipo. Mwalimu Chilo amesema ni muhimu sasa walimu wa Qur'an mbali na kuhifadhisha watoto, lakini pia wajikite katika kuwafundisha tafsiri. Na hii niseme ni changamoto katika ufundishaji wetu wa kuhifadhi Qur'ani. Mara nyingine tumekuwa hatutumii muda mwingi sana kutoa translation na maana ya yale mafundisho kutoka katika lugha hii ya Kiarabu. Nitoe wito kwa jamii kuweza kwamba kuliona jambo hili ni kubwa, waweze kuwajengea uwezo watoto, waweze kutumia Qur'ani na miongozo, lakini vile vile waoanishe na hali halisi ya kisayansi. Katika fainali hiyo iliyokuwa ikitafuta mwakilishi wa shule ya Al-Bayani katika mashindano kwa hifadhi Qur'ani tukufu kwa wanafunzi wa umoja wa shule za msingi za Kiislamu TIPSO, mwanafunzi wa kidato cha kwanza Yusra Haji Salim aliibuka mshindi wa jumla. Napenda kuwashukuru uongozi wa shule kwa zawadi hii. Napenda kuwahusia wanafunzi wenzangu kusoma kwa bidii. Na kiwastani alikuwa ni mashindano yenye ushindani mkubwa. Vijana walikuwa wako vizuri,
wakisoma, wakizingatia ahkami vizuri, hifadhi zilikuwa zimekaa vizuri. Changamoto kubwa kwamba kuna wengine walikuwa ni ndo mara yao ya kwanza kushiriki, kwa hiyo walikuwa wanakosa kule kujiamini vizuri. Kwa hiyo tunajaribu sasa hivi kutafuta namna bora ya vijana wetu katika ufundishaji na ujifunzaji, kujifunza na kuelewa mantiki ya mambo mbalimbali kupitia kitabu chetu cha Qur'ani, na hapa ndiko kwenye mafanikio makubwa. Kwa hiyo mwongozo wa Qur'ani na sera zake ni jambo linalohitajika sana lihifadhishwe na pia liwekezwe kwa vijana wetu kama hawa. Leo tumeona kwenye shule yetu hii Al-Bayan wameshiriki kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo tunatoa wito kwa mashule mengine, hili somo la kuhifadhisha vijana Qur'ani linakuwepo. Na kwa taarifa hiyo ndo kunahitimisha jahazi la wiki kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na tutarejea hapa kuangazia nasaha zilizokumbushwa na makhatibu kutoka katika mimbar za misikiti mbalimbali. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV, na sasa ni wasaa wa kuangazia nasaha zilizokumbushwa na makhatibu kutoka katika mimbar za misikiti mbalimbali. Amka uswali, amka uswali usiku. Alikuwa hawaachi mradi ni mzima. Ahbab, tunakuja leo katika swala za tarawih. Watoto wetu wako nyumbani wanaangalia game, wanaangalia tamthilia, wanaangalia ya kuangalia. Hatushughuliki kabisa nao. Ni wewe ndio unakuja msikitini, lakini wao hawana shughuli. Haya si mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakika haya si mafunzo ya Mtume. Wasaha anhu ani nabii sallallahu alaihi wasallam, ni mesi kutoka Mtume. Kana yatru Fatima wa علي ليلى فيقول لهما ألا تقومان فتصلياني. Alikuwa Mtume anaenda mbali zaidi, anamfuata mkwe wake aliyeoa binti yake Ali bin Abi Talib, anakwenda kumgongea. Ndugu zangu, si amka yatruk, tark ni ile kugonga hiyo, hii ndio tark. Ali, Fatuma, hamsimami mkaswali? Hawa, huyu ndio Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi ambayo inasimuliwa na Abdullah ibn Abbas, razi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yao, yeye na baba yake, anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, ila akhir alhadith. Rawahu al-Imam al-Bukhari. Kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtoaji sana kuliko watu wengine, na utoaji wake ulikuwa unazidi mno ndani ya mwezi wa Ramadhani. Yani utoaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kichache alichokuwa nacho, lakini ulikuwa unazidi mno ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wasadaqa tudfi'ul khati'a kama yudfi'u ma'un nara, pia sadaka inafuta makosa kama vile maji yanavyozima moto. Yani namna sadaka inavyofuta makosa haraka mno ni kama vile maji yanavyozima moto. Na haya ni mahimizo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mje kukithirisha utoaji wa sadaka, kwani hakuna aliyesalimika na makosa, ili iwe ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuyafuta yale makosa madogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema iyyakum wal kadhiba, jitahadharisheni na uongo, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, hakika uongo huwa unampelekea mtu kuwa ni muovu, wa innal fujura yahdi ila an-nar, na hakika uovu unapelekea mtu kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi nyingine, hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema man lam yada'a qawla zuri, mtu ambaye hatoacha kuwa ni mwenye kusema uongo, wal amala bihi, na kufanyia kazi uongo, falaysa lillahi hajatun, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, katika yeye kuacha chakula chake na kuacha kinywaji chake. Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na funga ya muongo. Muislamu anapokuwa amefunga ahakikishe na ulimi wake umefunga kutokuwa ni mwenye kusema uongo. Tunaimaliza nusu ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hii kwako ni fursa ya kurudi kwa Allah azza wa jalla, ya kurekebisha pale ulipokosea kwenye 10 au kwenye nusu ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hebu ondoa ile shuka ya taswif kwamba nitafanya nita itafika wakati Ramadhani inamalizika hakuna lolote ulilolifanya. At-taswif min habaili shaitan
yakhda'u bihi kathiran minan nas. Ile taswif, kuchelewesha mambo ya kheri, kuona kwamba muda bado unao, pumzi bado unayo, ni katika mitego ya shetani. Huenda baadhi yetu kama utani tu, umepanga leo kusoma juzuu moja, wanasema nitasoma kesho. Inafika kesho, nitasoma kesho kutwa. Inafika kesho kutwa, wa hakadha. Umezembea wewe, lakini madamu ungali hai, bado fursa unayo. Jitahidi kufanya vizuri hapa palipobakia, kwani anayefanya vizuri mwishoni inakuwa ni sababu ya huku nyuma pia kuwekewa mazuri, na anayeharibu mwishoni hata kile kizuri kilichotangulia pia anakwenda kukiharibu. Wewe ni katika wale ambao waliojaliwa kufika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kuna wengineo tumewaacha ndani ya safari yetu tuliyoanza. Kuna wengineo ambao hata hawakuweza kufika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mimi na wewe leo tumo ndani ya mwezi huo, lakini je, neema hii tumeifahamu katika msingi wa aina gani? Je, tumejipinda katika zile ibada alizotutaka Allah azza wa jalla? Wallahi tulianza vyema Ramadhan. Makundi kwa makundi yalikuwa anaingia kutekeleza ibada ya Allah, ibada ya sala. Lakini kwa kadri ya siku zinavyoyoyoma, ndivyo wale tuliokuwa nao tunawaacha tena njiani kutokuja kutekeleza ibada ya Allah azza wa jalla. Ndugu yangu katika imani, vipi tutatakiwa tumalize mwezi mtukufu wa Ramadhan? Mtume alipokuwa akifika 10 la mwisho, shadda al-mi'zara, huwa anafunga mkanda wa aikadha ahla, lakini pia huyamsha familia yake, tondokeni tukatekeleza ibada ya Allah. Leo nipo kwa kadri ya siku ziyoyomavyo, Muislamu huyu amekuwa Ramadhani ameizoea, hata mjumuiko wa ibada yake sipo pale alipokuwa mwanzo. Inna Allah la yamallu bithawab hatta tamallu, Allah hachoki kutupa thawabu paka pale tuchokavyo sisi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijitahidi katika masiku haya yatakayokuja, tofauti na masiku mengine, min ghairiha, akionekana afanya juhudi kubwa katika masiku haya, hatta kana ya'taqifu fiha wa yataharra lailatul qadri khilalaha, mpaka Mtume sallallahu akawa yafanya i'tikaf na akiitafuta lailatul qadri katika masiku hayo. Leo utamwona mtu ana umri miaka 70 60 hajawahi kufanya i'tikaf hata mwaka mmoja. Kwa nini? Akwambia tushughulika na dunia, na zile unazoziendea mbio ila hazifaulu. Lakini Mtume sallallahu alikuwa akifanya itikafu katika masiku 10 haya, akiitafuta lailatul qadri katika ibada. Asema bwana Mtume sallallahu, hadithi iliyopokewa na Aisha, idha dakhala al-ashru ahya al-layla wa ayqadha ahla wa shadda mi'zara. Ikiingia siku 10 za mwisho, Mtume ahya al-layla, usiku wa hai, bimaana anafanya ibada usiku. Ndugu yangu Muislamu, choka kwa ajili ya Allah, choka kwa ajili ya ibada. Ni masiku tu ya kuhesabika, sasa hivi yatapita, wallahi utakuja kujuta, laiti na mimi ningefanya zaidi ya vile, lakini wakati hujui, wakati umeshapita. Ndugu zangu katika imani, tuliona misikiti imejaa, tuliona watu wanasoma Qur'ani, watu wanahudhuria darsa, watu wanafanya kheri mbalimbali, lakini Ramadhani inaondoka. Je, athari ya Ramadhani itabaki? Je, toba tuliokuwa tumeifanya, je, itakuwa imebaki? Itakuwa na athari? Hili tutalipata baada ya Ramadhani kuisha. Basi pia tujue kabisa kwamba Ramadhani ikiondoka, tuwe tumepata athari ya tauba ambayo tuliokuwa tumetubia. Sasa matunda ya tauba hii ni baada ya tauba hii kuwa imetimia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika aya hii, enyi mlioamini, tubuni kwa Allah subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake ametuletea ibada ya swala 5 ambayo ndio ibada yenye malipo mengi kuliko ibada yoyote nyingine, ili tuweze kumshukuru kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha. Kwa hiyo ndio nguzo ya Kiislamu pekee ambayo Muislamu anaitekeleza kwa wingi kila siku, na imewekwa maksudi kwa sababu awe anajua jinsi gani ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na imuepushe na vitimbi vya shetani vya kumfanya amsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Swala ndio ibada ambayo imekusanya nguzo zote 3 za shukrani. Shukrani na nguzo 3, shukrani ya moyo, lakini shukrani ya ulimi na shukrani ya vitendo. Ndio wanachuoni wanatuambia, unamshukuru ndani ya moyo wako kwa neema alizokuneemesha, unamshukuru kwa ulimi wako, alhamdulillahi rabbil alamin, unamshukuru kwa vitendo, na kitendo kilichozungumziwa kwamba unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni swala ambayo unasimama mbele ya Mwenyezi Mungu, unaanza kwa alhamdulillahi rabbil alamin, kwa sifa njema anastahili Mwenyezi Mungu Mola wa ulimwengu, unakwenda kusujudu subhana rabbiyal a'la, unamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala aliyeko juu. Hii ndio njia ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kivitendo. Kuna neema ya kufikia siku hizi 10 ambazo zinakaribia. Katika siku 10 hizi muna ndani yake amali ambazo ni bora
kabisa ambazo inatakikana sote tuwe nazo katika akili zetu. Afdalul a'mali, miongoni mwa amali bora kabisa, fil ashri al-awakhir min Ramadhan, katika masiku hayo yapi tuyafanye? Wanachuoni wakaratibu mambo kadhaa, wakasema jambo la kwanza katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwanza kabisa ni kuitafuta Lailatul Qadri. Tunakuwa na bidii katika hali ya kuitafuta Lailatul Qadri. Pili ni kusimama qiyamul layl, bali na kutoisahau swala ya tahajjud. Na ndiyo sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi mashhuri ambayo imetajwa mwanzo wa Ramadhan, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwabashiria masahaba zake mambo yaliyo mazuri, akiwaambia qad ja'akum shahrun mubarakun shahru Ramadhan, umewafikia nyinyi mwezi mtukufu, mwezi uliobarikiwa, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa kuwa tupo katikati ya mwezi wa Ramadhani na tunaelekea katika kuumaliza mwezi huu, ipo fursa ambayo ni fursa ya umri, fursa ya Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Kuna usiku wa cheo ambao thawabu zake, malipo yake kwa matendo mema yatakayofanyika katika usiku huo mmoja unazidi ile miezi 1000. Sasa jalia Mwenyezi Mungu amekupa taufiki ya mwaka jana ulitafuta 10 lote la mwisho, mwaka huu pia vile vile Mwenyezi Mungu akupe taufiki ukaipata, na una kawaida hiyo miaka 3-4 huko nyuma bado hujamzidi yule wa miezi 1000, bila shaka tutakuwa tumemzidi. Fursa ni mimi na wewe, tunaitumiaje? Lakini tunayo fursa ya kuwazidi na kwa wale waliotutangulia ambao waliishi miaka zaidi ya 1000, lakini sisi ibada zetu Mwenyezi Mungu kajalia katika mwezi mmoja. Ndani ya mwezi mmoja, ile siku moja, ibada hizo tutakazozifanya, iwe ni kusali, iwe ni kusoma Qur'ani, ibada ya aina yoyote ile, malipo kwa ibada hiyo utahesabika kama umefanya ibada hiyo katika miezi 1000 ambayo sasa na miaka 83. Ukipata ndani ya miaka 2-3, maana yake uko mbali, utawazidi wale waliokuwa kabla yetu. Na hayo angalau ni kwa uchache tu yaliyokumbushwa na makatibu kutoka katika mimbari na misikiti mbalimbali, ambapo kamera za Mahasin TV zilivinjari huko. Tupate mapumziko mafupi, na kisha tutarejea hapa kuangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Mahasin TV, mimi Lal Sefriani. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV, na sasa ni wasao kuangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Watu wasiopungua 6 wamefariki dunia baada ya shimo kuporomoka kwenye mgodi wa kuchimba madini ya coltani uliopo katika eneo lililodhibitiwa na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashahidi wa tukio hilo wameliambia shirika la habari la AFP kwamba wanaume 3 na wanawake 3 wamepoteza maisha katika mgodi wa Rubaya ulio kilomita 70 magharibi mwa mji wa Goma, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Maelfu ya wachimbaji wadogo wanafanya kazi katika mazingira magumu ndani ya mashimo ya coltani ya Rubaya yanayodhibitiwa na waasi wa M23, huku wakitumia zana duni kama chepuo na sururu. Mkasa huo wa maporomoko ya udongo ni wa pili kutokea katika eneo la Rubaya mnamo wiki za hivi karibuni. Serikali inakadiria watu 200 waliopoteza maisha katika tukio kama hilo lililotokea mwishoni mwa mwezi uliopita. Mara kadhaa vyombo vya usalama nchini humo vimekuwa vikipiga marufuku kwa wachimbaji wa madini hayo kiholela kutokana na hofu ya maporomoko inayoweza kutokea na kusababisha athari kubwa za vifo vya watu. Kwingineko,
Raia wa Kenya wameshauriwa kujiandaa kwa mvua kubwa itakayonyesha katika maeneo tofauti nchini hadi Jumamosi ya Machi 7, 2026 kulingana na taarifa iliyotolewa kwa umma na idara ya utabiri wa hali ya hewa. Mvua hiyo itakayozidi milimita 20 itaendelea kunyesha katika maeneo tofauti nchini ndani ya saa 24 zijazo. Maeneo yatakayoshuhudia mvua kubwa ni pamoja na kanda ya Ziwa Victoria, magharibi mwa Kenya, nyanda za juu na kati pamoja na nyanda za chini kusini, huku maeneo ya pwani yanatarajiwa kupata mvua kubwa hadi tarehe 9 mwezi Machi 2026. Wakazi wa maeneo yaliyotajwa wametahadharishwa kwamba mvua hizo huenda zikasababisha mafuriko, ambapo kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa, mafuriko yanaweza kushuhudiwa hata katika maeneo ambayo hayakuwa na mvua kubwa. Mvua kubwa ikiambatana na ngurumo za radi imekuwa ikinyesha katika maeneo tofauti ya nchi katika wiki za hivi karibuni, hasa nyakati za usiku. Msimu wa mvua wa mwezi Machi na Mei umeanza katika maeneo ya nyanda za juu magharibi mwa bonde la Ufa, bonde la Ziwa Victoria, maeneo ya kati mwa nchi na kusini mwa bonde la Ufa. Hata hivyo, raia wa Kenya wameomba kuwa makini msimu huu wa mvua na kutoendesha magari katika barabara zilizofurika maji. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa Jahazi la Wiki. Inshallah pata majali wake Maulana, ungana nasi mwishoni mwa juma lijalo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea Jahazi la Wiki, mimi ni Hilal Seifuriam, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Ramadhani mubarak. Asante na kwaheri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.